wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kutiba alaikum siyami. Tumefaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na imani tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika mwezi ambao katika imani ya Kiislamu ni mwezi mashuhuri sana. Kwa hiyo kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka katika hali hiyo, lakini kikubwa tuendelee kuombeana. Sheikh Sugu, tuanzie hapa mara baada ya katiba ya Simba Sport Club kukamilika na kurejeshwa kwenye klabu ya Simba Sport Club. Watu wengi sana kwenye kipengele cha mwekezaji kimezua ukakasi. Sheikh Mikoi Kisugu. Ya, na mimi nimeona kwanza tuipongeze serikali kupitia wizara kwa jitihada na namna ambavyo walichokifanya ili kuhakikisha kwamba hili jambo limekwenda limekaa sawa sawa limekamilika. Lakini kabla yote asijazungumza, nichukue nafasi hii kwa moyo mkunjufu, na naamini katika hili ambalo ninazungumza waandishi wa habari mnatakiwa liwe historia japokuwa siku mbili, lakini hamkulitaka kuzungumza. Nichukue nafasi hii nimpongeze mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila. Kuna jambo kubwa amelifanya na ameonyesha umuhimu na ukubwa wa uongozi na maana ya uongozi ni nini. Juzi mmeona namna ambavyo alivyomkutanisha Haji Sande Manara Bugat na ndugu yangu Dula Makabila. Pale amekwenda kuonyesha namna ya kiongozi unatakiwa uweje, namna kiongozi namna gani ambao unahitaji kuongoza jamii ya Kitanzania. Leo hii kilichotokea kwa Dula Makabila na ndugu yangu Haji Sande Manara, kila mmoja anafanyaje? Anakijua. Mheshimiwa Chalamila kwa namna ambavyo alivyofanya lazima tumpongeze, lazima awe mfano wa kuigwa, na kusudio la Mheshimiwa Chalamila kuona mkoa wake wa Tanzania au wana Dar es Salaam wote wanaongea lugha moja. Nimpongeze sana, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Leo hii Haji Manara ni kioo cha jamii, lazima tukubali hilo. Juma Makabila, Dula Makabila ni kioo cha jamii. Maana yake kuna watu wanahitaji kuishi kuona namna ambavyo wao wanavyofanyaje, wanavyoishi. Kwa hiyo wao wakiwa wanaishi tofauti, kuna vitu vingi ambavyo watu wanajifunza kutoka kwao kama kioo cha jamii. Kwa hiyo lazima tumpongeze mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila, lakini kikubwa tuendelee kumwombea dua sana, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema. Turudi katika hoja yako na mada yako kubwa uliyozungumza. Kimsingi wana Simba tumefurahi sana. Kilichotufurahisha zaidi, safari yetu ya muda mrefu imekwenda kukamilika. Historia ya mabadiliko ya Simba yalianza 2012. Wakati huo Mheshimiwa Rage baada ya kuleta mawazo kwenda kuwachukua wataalamu chuo kikuu cha Dar es Salaam kuona namna ambavyo waanze mchakato wa kuelekea mabadiliko ya Simba Sports, akatengeneza huo mchakato, akaliacha ofisini faili, akaenda kukutana nalo Mheshimiwa Evans Aveva. Kikao cha kwanza tunakwenda kuzungumza mabadiliko, tulikifanya Police Messi, moja wanachama ambao walishiriki katika kikao kile nilikuwa ni mimi. Tulikuwa na agenda 11. Tulikuwa na agenda 11. Agenda mabadiliko ilikuwa ni agenda ya 9. Ndio kwa mara ya kwanza mkutano wa Simba ulichukua kwa dakika 10 kuongoza. Kila agenda ilikuwa inazungumzwa, Simba walikuwa ndio, kwa sababu walikuwa wanaamini wanacheleweshwa kwenda agenda ngapi? Ya 9. Hii historia waandishi wa habari lazima natakiwa muizungumze, mjue Simba wapi historia yao mabadiliko ilianza mpaka leo. Ilipofika kwenye agenda ya 9, hakuna mjadala uliojadiliwa zaidi ya wanasimba kushangilia na kupiga makofi huku wakiimba mabadiliko, 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 mabadiliko. Kutokea hapo, baada ya kurekebisha kifungu namba 48 cha katiba ya Simba ambacho kilikuwa hakitoi fursa ya Simba kuongozwa katika staili ya uwekezaji kwenye klabu ya Simba, tukaenda kufanya amendment kile kifungu, kikaenda kikapita, Simba tukaingia katika huo mchakato. Yaliyotokea hapa kati sitaki kuyazungumzia, ni historia ndefu, ila kilichojiri hivi sasa ni kumpongeza Mheshimiwa Waziri Makonda kwenda kufanya hitimisho. Leo hii Simba tunazungumza tayari tuna katiba yetu mkononi. Yako mengi yamezungumzwa na msajili wa katiba ndugu yangu Abeli, nimpongeze katika hili. Hotuba yake ilikuwa ndefu, ilikuwa nzuri na ilikuwa ya kupendeza.
Lakini nichukue kipande kimoja ambacho mimi Kisugu nilikipenda zaidi kuliko ni vipande vyote. Kipi hicho Miguel? Pale aliposema mchakato wa Simba unakwenda kukamilika wa mabadiliko. Utakapokwenda kukamilika wa mabadiliko, Simba ndio atakuwa mfano wa kuigwa. Vilabu vyote vya Tanzania watatakiwa kuiangalia Simba nini imefanya mpaka imefanikiwa katika mabadiliko yake. Maana yake kwamba hakuna timu nyingine yote inaondeshwa kwenye mabadiliko kwenye nchi. Mkae mkijua hilo. Na baada ya kukabidhiwa katiba ya Simba, tumedhihirisha kwamba Simba ni timu ya wanachama. Simba sio timu ya kisultani, timu ya mtu. Timu ya wanachama. Sio timu ya kisultani. Kwani kuna timu ya kisultani? Zipo. Amri anakuwa mtu mmoja. Kama nyumbu vile, tupite njia hii, mnapita njia hii. Lakini leo kuna mijadala mingi imeibuka. Na hii mijadala inakuja kwa makusudi. Waandishi wa habari, nitumie nafasi hii, nendeni mkawaeleze wana Simba wasiingie katika huo mtego na hizo propaganda. Leo hii vyombo vya habari wanasema swala limekuja katika uwekezaji. Katiba ya Simba iko very clear. Inazungumza swala la uwekezaji. Unapokwenda kwenye sheria, unaposema watatu, maana yake naanza kwenye moja na kwenda kwenye mbili na kwenda kwenye nini? Kwenye tatu. Kwa hiyo namna ya uwekezaji, mkutano mkuu wa Simba wao wenyewe ndio wataamua. Aidha waende na mwekezaji mmoja, waende na mwekezaji wa pili, au waende na mwekezaji watatu. Shida iko wapi katika Simba mpaka hapa kuna mijadala? Watu wakawa na ukakasi, labda mtaweza kwenda kumpoteza tajiri. Hayo ni maamuzi ambayo mkutano mkuu wa Simba utakwenda kufanyaje? Kuamua. Nani anastahili kuwa mwekezaji kwenye klabu Simba? Lakini wakati huu mchakato tunaanza, kila mmoja anajua kwenye memorandum understanding tulikubaliana na mwekezaji Mohamed Dewji. Na hayuko mtu mwenye akili timamu akabishana katika hili. Amefanikiwa kwa asilimia kubwa katika uwekezaji wake juu ya klabu yetu ya Simba. Moja katika memorandum understanding tuliyokubaliana na mwekezaji, ahakikishe kwa haraka Simba inapata uwanja wa mazoezi. Mwekezaji amekwenda kutimiliza, Simba tuna viwanja viwili vya mazoezi. Lakini kuna hoja kubwa ikaibuka kwa watu ambao haitaki mema Simba Sports, wanasema kwa nini moja jenga uwanja? Moja kutengeneza miundombinu. Tulikubaliana endapo mchakato utakapokwenda kukamilika. Na ndio maana alishindwa kuendeleza katika kile alichokianza, kwa sababu mchakato ulikuwa hujafanyaje? Haujakamilika. Sasa mchakato umekamilika. Aenda kumalizia. Sasa mchakato umekamilika. Miundombinu ya Simba, uwekezaji, mchaka unaanza. Na ndio maana kuna watu walijua mabadiliko makubwa ya Simba yanakuja, walikuwa wanafanya vigisu. Haiwezekani mabadiliko ya Simba yachukue takriban miaka 8. Ilikuwa inaumiza. Na hapa mimi na mengi ya kusema, lakini si nyakati ya kusema, kwa sababu jambo limekwisha. Kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza waliofanikisha. Sasa niwaambie wana Simba, wakati wa mchaka umefanyaje? Umefika. Ili kuiona Simba bora kwenye pichi na kuiona Simba bora katika uwekezaji. Leo kikubwa kilichobaki ni kuona sasa wana Simba wanaitana kwa pamoja. Tunakaa tunazungumza kuona namna ambavyo mabadiliko yetu vipi tufanye ili tuweze kufika katika ambapo kila mwana Simba anafanyaje? Fika. Ile katiba ina vitu viwili au ina vitu vitatu. Moja, katiba ile imechukua maoni ya wana Simba waliotoa katika mkutano mkuu. Lakini pili, wana Simba wamechukua maagizo kutoka kwenye serikali, taasisi zake. Ukienda moja, mkwamo mkubwa ulikuwa kwenye Rita. Kwenye katiba ya kwanza ile ya mabadiliko, kuna kipengele kulikuwa na utambuzi kwenda kuitambua kampuni inaitwa Simba Holding Company Limited. Simba Holding ndio ilikuwa imehozi na kwenda kumiliki mali za nini? Za Simba. Rita wanasema no. Rita wanasema haiwezekani. Mali za Simba zinatakiwa zimilikiwe na baraza la Simba. Bodi ya wazee ya Simba. Hiyo
Ndio tumekwenda kufanyia amendment. Alafu kuna kitu lazima tuseme. Kuna watu wanaamini kwamba katiba ya Simba ni mpya. Katiba ya Simba si ya mpya, isipokuwa katiba ya Simba imekwenda kufanyiwa amendment. Ziko sehemu tunakwenda kufanikiwa kwenye hili mikono. Lakini moja ya sababu ya kufanikiwa, lazima turudi kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja. Unajua mimi leo nilivyoamka alfajiri, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniamsha salama, kuna wazo likanijia. Wazo lipi hilo mikono? Nikasema huyu Mo bado katiba ilikuwa haimtambui 100% kama mwekezaji, kwa sababu ilikuwa haijafanyaje, haijakamilika. Akaipeleka Simba yeye watano. Leo katiba imebadilika. Mo yupo. Simba tumekuwa watano kwa ubora katika bara la Afrika. Simba tunakwenda kwa wangapi? Basi haraka jibu likanambia Simba anakwenda kuwa bingwa klabu bingwa barani Afrika. Simba anaenda kuwa bingwa barani Afrika. Na hii mikono inaenda kusaidia moja kwa moja kwenye idara mbalimbali ya Simba Sport Club uwekezaji. Yes. Yako mabadiliko makubwa ambayo Simba anakwenda kutokea. Ziko sehemu nyingi Simba zinakwenda kuwa na mabadiliko. Nikisema niziadisia hapa, waandishi wa habari, nitachukua muda wenu mkubwa sana. Lakini leo hii katiba inatambua lazima ndani ya Simba awepo mkurugenzi wa wanachama wa klabu ya Simba. Huyu atamonita na atakontrol wana Simba wote waliokuwa duniani. Ili kuwa mwanachama lazima utambuzi utaanzia kwa nani? Kwa mkurugenzi. Acha hayo. Lakini kuna mtu ambaye kitaalamu, sijui wataalamu watanisaidia namna ninavyosoma. Yeye atakuwa na remote, kazi yake ni kushauri katika masuala ya soka. Kwa hiyo mimi naamini mabadiliko yatakuwa makubwa sana. Kikubwa tusimame kwenye dua na sala, lakini kwenye kile kipengele ambacho umesema kwamba Simba ndo klabu ambayo inaenda kuwa na mwanzo mzuri wa mafanikio katika katiba yao. Tukizungumzia uongozi, baadhi ya uongozi na baadhi ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans wakihisi kwamba wao wapo kwenye miongoni mwa katiba ambazo nyinyi mnaenda kuiboresha, wao wapo ndani ya hiyo katiba na wanayo na wako kwenye mfumo sahihi. Umezungumza klabu ambayo inaenda kufanikiwa na itakuwa ya kwanza ni Simba Sports Club. Hii imekaaje kitaalamu? Nimenukuu La Liga hapa. Unajua swali lako linanikumbusha wanyama fulani wanaitwa manyumbu. Sisemi kama watani manyumbu. Kiongozi wa manyumbu akipita kwenye moto, manyumbu wanaofuata lazima apite kwenye nini? Lakini swali lako jibu ni hili. Mimi nimenukuu aliyesema msajili kwamba Simba mkifanikiwa katika hili, ninyi ndio mtakuwa na klabu ya mfano nchi hii kwenye mabadiliko na vilabu vyote vinavyotaka. Sasa waandishi, swali hili na kutumeni mimi sasa, la kupeni homework. Mtafuteni Abeli, nendeni mkamuulize klabu gani nyingine imefanya mchakato wa mabadiliko. Chemikoi hapo kwenye upande wa wawekezaji jana mara baada tukitoa kile. Sasa we ndani una Dube, si una mwingine unamwita nani? Depu, mwingine unamwita nani? Kwanza ya majina yenyewe hata kwenye kompyuta haingii. Alafu una defense unakaa nyuma unazuia. Nani anabishwa kwamba Yanga jana walikuwa wachezi defense game? Na jana imedhihirisha hawa kuto kufuzu kwao Champions League ilikuwa ni haki. Kama Cosmopolitan unazuia Lahari unafanyaje? Rafiki yangu mmoja Godi Yanga anajua haya, lakini hawezi kusema. Ukisema unafutwa wanachama, unafukuzwa. Timu ambayo pekee iko huru kwa mashabiki wake kuzungumza ni Simba. Kuna uhuru wa mashabiki kutoa maoni yao. Kabla tuyazungumzia Zanzibar, tunakwenda Dodoma tarehe 22 dhidi ya Prison ya Mbeya. Tukimaliza Prison ya Mbeya, tutabaki pale pale. Ratiba inaonyesha tutakwenda kupiga game dhidi ya Dodoma Jiji. Sisi sote hao tunaheshimu. Timu zote zinazoshiriki kwenye ligi ya NBC
tunazishinda, kwa sababu unajua timu ambazo zimepewa nafasi kwenda kufanya ushindani kama sisi, lakini hatuziogopi. Ila kwa sababu wewe kisha kuna kungwale ndio uliouliza, sikiliza haya majibu. Tukimaliza mechi na Dodoma Jiji, nenda kawaimbie kile kijimbo alichokiimba yule mtaalamu. Sisi sio vilima, sisi ni people. Wana hasira na wao. Wanataka kwenda robo? Wana hasira na nyinyi. Sasa hivi kila ukisikia tutakutana tarehe 1 ndio mnakwenda robo au? Wanasema mmeingia kwa baridi. Sisi? Mara baada ya kupelekwa kule. Wapi? Zanzibar. Moja katika sehemu ambayo mimi niwapongeze watani, ni washukuru kwa kufanya maamuzi mechi kuipeleka Zanzibar. Mimi kwangu binafsi nimefurahi sana. Moja sababu ya kufurahi, asili yetu sisi Simba Sports imetokea Zanzibar. Sisi Zanzibar nyumbani. Jina la Simba limetoka Zanzibar. Wanadamu wengi hawajui kwa sababu hamtaki kusema. 71. Wazee, waambieni vijana wenu hawa wajifunze. Marehemu Karume, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, anasema majina yote ya kigeni yanayotumika katika nchi yaondoke. Sisi tukamuuliza 71, tumekaa naye pale Msimbazi pale kwenye jengo letu, mzee, sisi tuitwe jina gani? Akasema nafikiria nyinyi kwa ukali wenu muitwe Simba. Simba jina lake limetokea wapi, asili yake? Kwa mmepeleka kwenye asili. Kwa hiyo sisi kutupeleka Zanzibar, mtupeleka nyumbani. Lakini pili, historia sisi inatubeba Zanzibar, tukikutana nao tunapiga tu hawa. Maneno. Nakumbuka mwaka 92 kombe la Muungano, Simba hiyo goalkeeper Mohamed Mwameja hiyo, fullback Kasongo Asmani, fullback Niliega tu Hamidu hiyo. Yanga Steven Nemens Kashumiri, namjua? Mbili anacheza David Mwakarebela. David mpya anatoka Pamba ya Mwanza, ngoma dakika 90 hiyo paturo. Mwameja anakwenda kudaka penalty ya mwisho ya David Mwakarebela, amekaa chini mara 2, amenyanyuka, amefika kwenye mpira, amekanyaga kwa hali ngumu, akarudi kukaa chini, akamwambia Mwameja akaja golini, siwezi kwenda kupiga, nendeni nyinyi. Kocha anamwambia nenda mwenyewe kalimalize. Nyinyi mnajua hilo? Tupa kodi hapo mkono. Tunakwenda Zanzibar. Ila nendeni mkawaambie Mwamba Kisugu tiketi ana. Wafanye maarifa niende Zanzibar. Wewe ngwale vipi? Kwa hiyo niwaambie wana Simba wasiwe na mashaka. Simba ni klabu ya mpira. Ukisoma katiba ya Simba, sisi tumekuja kwa ajili ya kucheza nini? Mpira. Ukituambia ukifuata kanuni twende Morocco tutakwenda, ukituambia tufuate kanuni twende Misri tutakwenda, ukituambia twende Algeria tutakwenda, ukituambia twende Uingereza tunafanyaje? Tutakwenda. Ili mradi kanuni na taratibu zifanyaje? Ifuate. Kama Simba tulikwenda kucheza mechi Morocco zidi ya Barakane, zaidi ya masaa 10 na ndege, itishinda kwenda Zanzibar masaa machache kwenye uchumi wa blue, tunakwenda. Na nenda waambie kuna tofauti kubwa sana ya Ijumaa na Alhamisi. Kuna tofauti kubwa sana ya Ijumaa na Alhamisi. Hata sisi Waislamu katika swala inakuwa tofauti. Kuna adhuhuri na swala ya Ijumaa kwa utukufu wa ile siku. Sisi sio vilima. Sisi ni people. Tunashukuru sana waandishi wa habari.